Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo, siku ya Jumamosi, ambapo ni matumaini yangu ya kwamba unazidi na kubarikiwa, unazidi na kuona uwepo wa Mwenyezi Mungu, ukisema kwamba siku zile ambazo zimeweza na kubaki, Mwenyezi Mungu neema yako ikanitoshe, Mwenyezi Mungu ukanilinde, Mwenyezi Mungu ukanifunike na nguvu zako, Mwenyezi Mungu ukawa pamoja nami wakati ambapo ninangojea kuvuka mwaka. Hakika yoyote ameweza na kuyapokea, ameweza na kuyasikia, na atakuwa pamoja nawe na atatembea pamoja nawe. Haijalishi ni siku ya leo, yani unapitia yapi, unalia ukiwa wapi, uko katika hospitali, unasema kwamba nimekaa hapa sana, kwani nitaweza na kumalizia mwaka hapa, nitaweza na kuvuka mwaka nikiwa hapa. Machozi yako Mwenyezi Mungu ameyaona, Mwenyezi Mungu yuakupenda, Mwenyezi Mungu yuakujali, na Mwenyezi Mungu ataona ni vipi utaweza na kutoka pale, ni vipi utaweza na kutoka katika hizo changamoto. Hautaweza na kuvuka mwaka ukiwa ndani ya changamoto, kiwa unalia. Hapana, kulia imeimbi ulie machozi ya kumrudishia Mungu shukrani. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kuongelea ndani ya haya manyunyu ya baraka, maana mtumishi wa Mwenyezi Mungu baraka nazo ametupangia kweli kweli kupitia neno ambalo Roho Mtakatifu ameweza na kumwandaa nalo. Ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Hivyo basi, karibia katika runinga yako tukaweza na kuendelea na kubarikiwa kwa pamoja. Naomba mtazamaji wangu ni kusalimie asubuhi ya leo. Ujambo, nami si jambo. Na mshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ambayo ametujalia. Ni kwa ajili tu ya neema yake na kibali chake ambacho ameonyesha kwetu. Hivyo naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka, na wazo letu tutalipata katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni wa 3. Tutasoma mstari wa 20 hadi 22. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango ni wa 3, tuanze mstari wa 20 hadi 22, na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na akifungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba ili Mungu kapate kuwa pamoja nasi, na tunaposikia neno lako ukanene nasi, nami nitumie kama chombo chako ili nikanene neno lako kwa watu wako, na kile umeandaa asubuhi hii kisha unipe kunyamaza kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Katika kitabu hiki, mtazamaji wangu, ni kitabu ambacho kinatutia nguvu katika maisha ambayo ni ya mbinguni. Kinatutia nguvu na kutuonyesha wazi kana kwamba tunapoishi dunia hii kuna mahali pengine ambapo tunaenda. Na hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu alipata ufunuo huu kwa ajili yetu kama Wakristo, kwa ajili yetu kama watu wa Mungu. Na hivyo ndivyo naomba tujifundishe, na funzo letu tutajifundisha kuhusu tu kumkumbali Mungu haingie katika mioyo yetu, kumkumbali Mungu
na kumfungulia mlango aingie katika moyoni mwetu. Na nataka tu niongee mambo machache kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri, jambo la kwanza, kusikia sauti ya Mungu juu yuko malangoni akibisha. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba Mungu atusaidie na atusaidie, kwa maana Mungu yupo na anaendelea na kubisha mlangoni, anaendelea na kukutafuta uliyepotea, na yuko pale anakuita, yuko pale anabisha. Na katika njia ambao Yesu anabisha mlango nayo ni wakati ambao tunaendelea na kusikia neno la Mungu. Watu wengi wamehubiriwa Injili, lakini hawajamkubali Kristo. Wengine wanaendelea na kuhubiriwa, wengine wanaongeleshwa na watu ili wampokee Yesu Kristo, na bado hawataki kufungua mioyo yao. Na hivyo asubuhi ya leo naomba mtazamaji wangu, kwa sababu neema ya Mungu ipo, kama haujamfungulia Yesu Kristo mlango, naomba ukapata kumfungulia aingie kwako, kwa maana anabisha. Na kuna watu bado hawajafungua milango yao. Kuna wengine ambao bado hawajaamini Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yao. Na hivyo Yesu anaendelea na kubisha mlango, anaendelea na kubisha ufungue mlango. Hivyo naomba mtazamaji wangu, fungua mlango, Yesu aingie kwako. Jambo lile lingine ambalo linatutia nguvu kama Wakristo, kama watu ambao Mungu aliye hai anaendelea kusimama nasi, bila anasema ya kwamba kumpa Mungu nafasi ya kuingia kwako, unapata neema ya kukaa naye na kula naye. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tushakubali Yesu Kristo, wale ambao tushamfungulia Yesu mlango, kuna neema ambayo Biblia inatuambia ya kwamba tulipata. Kwa maana tunaambiwa ya kwamba yeyote ambaye atakayemfungulia mlango atapata neema ya kukaa na Yesu Kristo na kula pamoja naye. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba kama hujamwamini Yesu Kristo, kama hujamkubali huyo Yesu, kumbali kufungua mlango, kumbali kuokoka, kumbali ili upate neema ya kuishi pamoja na Kristo. Kwa maana utakapoishi naye, utakapotembea naye, basi nakuambia ya kwamba kuna neema itakubeba. Utakaa maisha ambayo haukuwa unatarajia uyakae. Kwa hivyo mpe Mungu maisha yako, mpe roho yako aingie, kwa maana bado anabisha kwako, na bado unaendelea na kukaa pale. Unasema ya kwamba sitakumbali huyo Yesu Kristo. Naomba asubuhi ya leo jua ya kwamba yeyote ambaye aliyeokoka, yeyote ambaye aliyekumbali haya, siku ya leo kuna neema ambayo inambeba. Na ndio nakuombea asubuhi ya leo, ili Mungu akupatia hiyo na ukubali hiyo Yesu Kristo. Jambo lingine ni vizuri kuvumilia, ndio tupate kushinda taabu na shida za dunia hii. Mtazamaji wangu, ni ili tupate kushinda, ili tupate kuishi vyema, lazima tukue na moyo wa kuvumilia shida. Ni vizuri tukue na moyo wa kuvumilia taabu, kwa maana tunapitia mambo mengi magumu. Hata wale ambao wanatazama, bila inatuambia ya kwamba ni kweli umepitia magumu, ni kweli umeona mambo magumu, lakini asubuhi ya leo naomba na kukutia nguvu ya kwamba Mungu aliye hai atakupea neema, na utashinda kupitia hayo majaribu, hizo taabu unazopitia. Hao watu ambao wanakuchukia bure, hao ambao wamekutenga, labda ulikuwa na biashara, watu wakakuja wakachoma biashara yako. Wengine labda ulikuwa na kazi, watu wakauleta mambo, ukafutwa kazi. Na kuambia ya kwamba asubuhi ya leo, Mungu aliye hai, ukimkubali huyo Yesu,
Neema ya Mungu itakubeba. Ukimkubali Yesu, mambo ambayo umeyapitia, Mungu atakupa neema na utavumilia na utashinda. Utashinda kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inatuambia ya kwamba baada ya kuvumilia kuna kulipwa na Yesu. Biblia inatuambia kama vile Yesu Kristo mwenyewe alivumilia na kuketi mahali Mungu alipo, hivyo ndivyo nasi Biblia inatuambia ya kwamba asubuhi ya leo kuna malipo baada ya kuvumilia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, acha kukata tamaa kwa mambo ambayo unapita. Usikupe moyo, usijiushuru kwa mambo ambayo unayoyapitia. Jua hapo unaona hakuna njia, Mungu yuko pale, atakusaidia. Tumpe Mungu nafasi katika mioyo yetu. Nikimalizia mtazamaji wangu, ni vizuri tumpe Mungu nafasi katika mioyo yetu. Tumpe nafasi aingie pale, aketi. Kutakuwa na neema. Labda hapo kwako hakuna amani katika boma yako, jaribu kumpa Mungu hiyo familia yako. Jaribu kumpa Mungu maisha yako. Uone hayo mambo ambayo unang'ang'ana kwayo yataisha, na utajua ya kwamba Mungu aliye hai adanganyi. Simama naye, atakutetea. Simama naye, fungua moyo aingie, na utaona mambo yakibadilika kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanakuita majina mengi, watu wamesahau na wewe, lakini najua ya kwamba Mungu hawezi akakusahau wakati umesarenda mbele zake. Hivyo Mungu naye anakuinua kwa jina lake. Hivyo Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, neno lako limepita kwetu na njia ambalo linafaa. Yesu, naomba ukanene nasi na ukafuatilia neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Yesu anabisha hodi. Anabisha mlango ambao ni moyo wako. Hakika mpenzi mtazamaji, fungua huo mlango, fungua moyo wako, mfungulie Yesu kila siku. Kusema kwamba anabisha ni kuonyesha kwamba hatulazimishi. Yuko na upendo na uvumilivu mwingi. Anatuvumilia. Anangojea tu wewe mwenyewe ukaweze na kufungua ule mlango, ule moyo wako, akaweze na kuingia. Hakulazimishi. Hataki kuingia kilazima. Anabisha. Tumfungulie Yesu mioyo yetu, ama milango ya mioyo yetu kila siku. Uamuzi ni wa mtu binafsi. Ukiamua, hakuna yeyote ambaye anafaa kukuamulia. Choice is yours. Ni wewe tu njiamulie. Ni wewe tu. Mpira tu uko upande wako. Ni wewe utaweza na kujiamulia, wewe tu binafsi. Umpokee ama ukose kumpokea. Umfungulie ama ukose kumfungulia. Lakini mimi hapa ninakusihi ukaweze na kumfungulia. Ushirika wa karibu na Kristo. Ni kama vile kusema kwa, anaahidi kuingia kula pamoja nasi. Wakati ambapo anasema kwamba ukifungua, yuko tayari kukula pamoja na wanajaribu kusema kwamba ushirika, kuonyesha ushirika, ishara ya ushirika wa ndani, kushirikiana pamoja nasi. Yesu yuko tayari kushiriki pamoja nawe. Ahadi ya ushindi. Watakaoshinda watatawala pamoja naye. Tutashinda. Ametuahidi ushindi. Kama tuko ndani yake na yeye yuko ndani yetu, hakika ushindi uko upande wetu. Lazima tutashinda pamoja naye. Tufungue moyo wetu, mioyo yetu kila siku. Tumfungulie Yesu kila siku. Maana hata yeye yuko tayari kabisa. Ukimfungulia naye anaingia. Bado anaendelea na kubisha. Nakwambia, mwanangu njoo, mwanangu ninakupenda, mwanangu ninakuhitaji. Mbona uendelee tu na kuwa mkatili? Ni siku ya Jumamosi ambapo ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada. Na watakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu hapa pamoja nanyi, Mungu akawakumbuke. Kwa wale ambao mnaweza kuwa mko na hafla tofauti, wengine za kufurahia, Mungu hapa pamoja nanyi. Wakati ambapo unafurahia, kumbuka kufurahia ndani ya Kristo. Kumbuka kwamba
Ni siku tu za kuhesabu, tukaweza na kuvuka mwaka. Usije ukafurahia tukasema kwamba ati alienda last year, nawe ameenda kwa sababu ya kujitafutia. Usifurahie kupita kiasi, furahia ndani ya Kristo. Kwa wale ambao maybe mnalia, mmeachana wapendwa wenu, Mungu awapanguze machozi, Mungu awape faraja, Mungu awabariki na neema yake. Bye bye.